Safu yetu ya huku ya meza kuu nafikiri wote mnaiona, na mambo mengi sana mmetukubalia yapite bila matatizo yoyote. Mbele yangu katika meza kuu hii tuna viongozi wa chama kama tulivyoidhinisha, tulivyokubaliana. Kwangu kulia kuna ndugu makamu mwenyekiti, ndugu Isa Abasi, yuko Zanzibar yeye. Mtu wa kwanza na anafuatia na makamu mwenyekiti bara, mama yetu Devota Minja, yeye ni makamu mwenyekiti bara. Sawa. Na anafuatiwa hapa baada ya mimi ndugu Salum Mwalimu, katibu mkuu. Yeye anatoka upande wa Zanzibar, lakini alikuwa katibu mkuu wetu Tanzania nzima. Alafu tuna Benson Kigaila, naibu katibu mkuu bara. Na mwisho ni ndugu Mohamed Masoud, ambaye alikuwa kwanza hapo katibu mkuu Zanzibar, sasa anakuwa naibu katibu mkuu Zanzibar. Basi mpaka hapo majina tumeyaridhia. Mmeridhika? Ndio. Mmeridhika jamani? Ndio. Mmeridhika? Tutawaita au watafanya tajulisho. Tajulisho waandishi wa habari, alafu watawatangazia wananchi. Asanteni sana. Naibu makamu mwenyekiti, kwa sababu hiyo ni kazi ya kikatiba ya mkutano mkuu, lakini kwa kuwa nafasi ilikuwa wazi, halmashauri kuu ya taifa imemkaimisha Mheshimiwa Devota Minja hiyo nafasi mpaka pale mkutano mkuu utakapoitishwa na kumthibitisha rasmi. Tumeelewana? Lakini makamu mwenyekiti Zanzibar anaendelea yule hakaimu. Naibu katibu mkuu Zanzibar hakaimu. Naibu katibu mkuu bara hakaimu, kwa sababu halmashauri kuu ndio yenye jukumu kwa mujibu wa katiba ya kuteua naibu katibu mkuu bara na naibu katibu mkuu Zanzibar pamoja na katibu mkuu. Kwa hiyo nafasi zilizojazwa leo 3 ya katibu mkuu imemalizwa kwa sababu ni kazi ya halmashauri kuu. Ya naibu katibu mkuu bara imemalizwa kwa sababu ni kazi ya halmashauri kuu ya taifa, na naibu katibu mkuu Zanzibar imemalizwa kwa sababu ni kazi ya halmashauri kuu ya taifa. Isipokuwa kuna nafasi 3 za wajumbe wa kamati kuu, hizo zinapaswa zithibitishwe na halmashauri kuu ya taifa, lakini halmashauri kuu ya taifa imekasimisha madaraka yake kwa kamati kuu kwenda kufanyia kazi jambo hilo, na nafasi zitakapopatikana basi tutawatangazia waandishi wa habari. Zungumza nanyi kwa mapana tarehe 21 kuanzia majira ya saa 3 asubuhi kwenye ukumbi wa Ubungo Plaza, tutakapokuwa na tukio kubwa la kuwapokea mamia ya wanachama wapya wa Chauma pamoja na mambo mengine tutayaeleza siku ya Jumatano. Kwa hiyo leo tusiipakue pilau yetu kabla ya wakati. Tunaomba tupokee mabadiliko madogo ya safu ya uongozi, lakini natupokee taarifa hiyo kwamba zaidi tutayazungumza siku ya Jumatano tarehe 21 ukumbi wa Ubungo Plaza kuanzia saa 3 asubuhi. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.